Asante kwa kuchagua mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tunayo mengi ambayo tunayo hii leo kwa ajili ya kujuza kwenye ugo wa michezo na burudani. Lakini kama tujaanza, usisahau kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Huko tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ. Lakini usisahau pia kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa michezo wa Instagram Azam TV Sports. Yako mengi huko, lakini unaweza kutuandikia pia maoni yako tukaje kuyasoma hapa kupitia mshike kutokana na swali ambalo tumekuuliza. Tuanze kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Kikosi cha timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars kimefanya mazoezi kwa ajili ya mchezo wa mwisho wa makundi kombe la kusini mwa Afrika COSAFA dhidi ya Eswatini utakaochezwa kesho majira saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Na hii itakuwa ni katika uwanja wa Bloemfontein nchini Afrika Kusini. Kocha mkuu wa Taifa Stars Hemed Suleiman Morocco amethibitisha kwa golikipa nambari 1 wa timu hiyo Yakub Suleiman, kiungo mshambuliaji Faisal Salum ama Feitoto wataukosa mchezo huo kutokana na majeraha. Taarifa zaidi na Mahmoud bin Zuberi. Mazoezi yameenda vizuri kwa maana wachezaji wote ambao walikuwa wako fit wamefanya mazoezi vizuri kabisa na wameonekana kuwa na utayari kuelekea kwenye mchezo wa kesho ambao kwao pamoja na kwamba tayari wapo nje ya hatua inayofuata ya mashindano wamedhamiria kushinda ili kujenga heshima. Nafikiri tumepata muda mzuri wa kurecover baada ya mechi ya mwanzo, sio? Nafikiri tumepata siku 2 hizi 3 na of course tuna group dogo sasa hivi kusema ukweli kulingana na injury na baadhi ya wachezaji wetu ambao wameondoka, lakini mimi nafikiri walikuwa hapo wanaweza kucheza na kufanya vizuri. Sasa wao wamefanya training hapa, unaona walikuwa wanajaribu kuhakikisha kwamba tuna sort out the problems zilizotokea katika mechi ya mwanzo, na kuna vitu vizuri ambavyo tulivifanya, tunajaribu kuhimizana. Mechi ya kesho itakuwa ina yake, na tunataka kuondoka hapa kuhakikisha kwamba tunashinda mechi. Na mentally na physical sasa hivi vizuri. Tofauti na ilivyokuwa mechi ya mwanzo, sio mechi ya mwanzo kama ambavyo mlikuwa mnaona, ilikuwa shida, lakini baada ya kupata muda wa kupumzika kama ambavyo nimesema mwanzo, naona kiakili na kimwili wako vizuri na wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tumeweza kuangalia mechi ya jana waliosali na Madagascar, ni timu nzuri na walimu wetu nahisi nao ni wamepata muda wa kuangalia na wamejaribu kutupa baadhi ya vitu, lakini sisi kama timu tunaangalia mchezo wa kesho tunahitaji kushinda, kwa maana ukiniangalia group tayari kuna mtu ana pointi 4. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tunahitaji kulinda heshima katika mchezo wa kesho. Hatuwezi kutoka safari ndefu kama kule tukafika mpaka huko afu tukakosa chochote. Kwa hiyo mchezo kama huo tunahitaji point 3 kwa ajili ya taifa letu. Umeiona mechi ya Madagascar jana, kiufundi unawaelezeaje? Eswatini ni timu nzuri, wanacheza kitimu na wanatumia nguvu sana. Kwa hiyo ni sisi kama timu kuona tunaingia vipi kwenye mchezo mapema, sio kama mchezo wa Madagascar tulichelewa kuingia kwenye mchezo mapema. Kwa hiyo ni sisi kama timu kuzungumza vitu gani vya muhimu kuvifanya mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo ili mradi kushinda mchezo huo. Hivyo ndivyo hali ambavyo ipo kuelekea kwenye mechi ya kesho dhidi ya Eswatini. Ni kiripoti kutoka hapa viwanja vya Victoria Park ambako Taifa Stars imefanya mazoezi. Mimi ni Mahmoud bin Zuberi pamoja na mwenzangu Emmanuel Zinga. Tukisalia hapo, daktari wa Taifa Stars Gilbert Diarra amesema asilimia kubwa ya wachezaji wa timu hiyo wapo kwenye hali nzuri kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya Eswatini, huku akieleza namna anavyofanya kazi yake kwa uhakika kuhakikisha wachezaji wanakuwa na afya njema. Wachezaji wote wako katika hali nzuri except wachezaji wawili ambaye ni Faisal na goalkeeper namba 1. Walipata injury ile siku ambayo tulipata mechi ya mwisho. Kwa hiyo hawa wawili hatutawatumia kwa kesho, lakini otherwise wengine wote wako vizuri na kama unavyoona wanaendelea na mazoezi. Huwa tunapita kila siku asubuhi, tunahakikisha kwamba wako sawa sawa, kwa sababu unaweza akalala lakini akaamka na maumivu. Inategemeana na stress aliyoipata kwenye mazoezi ya mwisho. Kwa hiyo huwa tunafuatilia to make sure kwamba wako sawa sawa. Then asubuhi pia tunawapitia, tunahakikisha wako sawa sawa. Hiyo inatupa nafasi ya kuamua nani atashiriki nani hatashiriki kwenye mchezo huo. Kutokana na hali ya hewa kubadilika, baridi kali sana, misuli inakaza sana, wawili hao misuli ilikamata lakini inatishia kuchanika. Kwa hiyo tumeona kuliko kuwakosa kabisa basi tuwatunze, pengine tukawatumia kwenye chani. Kwa upande wake, mkuu wa msafara huo wa Taifa Stars James Mhagama, ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la soka Tanzania TFF, amesema kukosekana kwa Faisal Salum maarufu kama Feitoto kutatoa nafasi kwa nyota mwingine kuonyesha kiwango chake, ingawa litakuwa ni pengo kubwa kwa timu kutokana na umahiri wa nyota huyo. Jana naona kama unavyoona hapo wako katika hali nzuri ya kupambana. Niseme tu kwa upande wa hali ya wachezaji kwenye mchezo wetu wa kesho bado iko juu kama ambavyo unaona hapo, kwa sababu tunajua juzi of course tulipoteza, lakini benchi la ufundi kwa maana ya mwalimu pamoja na benchi lake wamekaa chini, wamejua sababu iko wapi, wamerekebisha
basi kwa hiyo nataka kuamini kutakuwa na masahisho makubwa kwenye mchezo unaofuata wa kesho dhidi ya Eswatini. Faisal kidogo amepata matatizo kama kwa mujibu wa daktari, na yawezekana kabisa kushindana kutumika kesho, lakini nataka kuamini kabisa kwa hawa waliobaki ambaye atapata fursa ya kucheza kwenye nafasi yake. Kwanza itakuwa kwake ni fursa ya kucheza nafasi ya Faisal, na nataka kuamini atacheza vizuri tu, japo of course pengo linaweza likawepo, lakini sionekane sana kwa sababu ya mtu ambaye anataka kurepress ile nafasi, naye atalazimika au atahitaji kuonyesha kwamba kwa nini amechaguliwa, na yeye ana uwezo mkubwa kama ambavyo wachezaji wengine walivyo. Naye gwiji wa Taifa Stars Leopard Cleophas Mukebezi maarufu kama Taso amesema mashindano ya Kosafa ni magumu, lakini vijana wa timu hiyo wanapaswa kujituma ili kupata ushindi katika mchezo mwisho dhidi ya Eswatini. Kesho tunacheza mechi ambayo ni ya pili. Kundi letu lilikuwa na timu 3. Tanzania, Madagascar na Eswatini. Lakini unajua kwamba Madagascar sawa, wamesha kusema kwamba kwenye group letu wamesha qualify kwa sababu jana kutoka draw ni kwamba wana point 4. Sisi tukishinda kesho tutakuwa na point 3. Lakini sasa ikumbuke kwamba sisi kuja huku pamoja na kwamba tumekaribishwa kwenye mchezo wa Kosafa, lakini pamoja na kutengeneza timu kwa ajili ya mchezo inayokuja ya CHAN, nikiamini kwamba vijana tuliokuwa nao, timu ambayo tunayo huko ni ya kuwatengeneza vijana kuweza kupata vijana ambao wataweza kutusaidia kwenye CHAN. Kwa hiyo huu mchezo ni muhimu sana ili kuweza kupata vijana, at the same time ni kuwajenga na kujenga uaminifu kwa timu kwa waliotukaribisha, kwa sababu ukishinda ndio unapata invitation nyingine, lakini ukifungwa ni kwamba na wajui kwamba sisi tunatengeneza vijana. Wao wanajua kwamba tunacheza na Tanzania, ni timu ya taifa. Regardless kwamba sisi tunajua kwamba tunatengeneza vijana, lakini unaocheza nao wao wanajua tunacheza na Taifa Stars, ndio the cream ambayo niyo cream ya wachezaji ambao wako Tanzania. Regardless tumewaacha nani na nani. Kwa hiyo hii mechi ya kesho ni muhimu sana kwa kushinda. Kwanza vijana wenyewe kujiamini, at the same time kujenga jina la nchi yetu. Kwa sababu renki ambayo tuko sasa hivi tunapocheza na timu kama hizi, wao kwao kama hiyo Eswatini wanaona kwamba wanacheza na timu kubwa. Kwa hiyo sisi lazima tujiweke kwamba ni timu kubwa na tuonyeshe na ukubwa wetu. Na leo tuangalie undani zaidi kuhusiana na mchezo huu ambao utapigwa hapo kesho, kichambua na mchambuzi wangu hapa niweze kuzungumza naye mawili matatu. Philip Mkini, karibu tujaribu kuangalia nini ambacho kinaendelea na hasa kuelekea mchezo hapo kesho. Tathmini yako ni ipi? Kesho Stars itakuwa mzigoni dhidi ya Eswatini kama ambavyo unaona ni Juni 11 saa 10 kamili jioni. Ngoma itakuwa live kwenye kisimuzi cha Azam TV. Lakini Philip, ukitazama tayari taarifa zinazoripotiwa ni kwamba Blinda Mlango namba 1 pamoja na kiungo mshambuliaji kwa maana Faisal Sal wanakosekana kwenye mchezo huo. Kuna wanapaswa kuwa mjadala kutokana na umuhimu wao kuelekea mchezo huo. Nafikiri kwa sababu ya nafasi ambayo timu ipo kwa sasa na aina ya mashindano na target ambao wanayo, mimi sioni mjadala kwao. Kosekana kwa Yakubu ni kumpa nafasi goalkeeper mwingine na aonyeshe uwezo wake kwamba anaweza, kama atatumika goalkeeper ambao alishawahi kucheza national team, kama atatumika ambao hakuwahi kucheza upya, tutamuona kama ambao tulimuona Yakubu. Lakini pia kosekana kwa Faisal, nafikiri ndio, kama nimemsikia hata Taso amezungumza vizuri sana, ndio nafasi kwa mchezaji mwingine naye kupewa ile nafasi na yeye aoneshe uwezo wake. Inawezekana hakuwahi kupata hiyo nafasi kama kina Faisal alivyowahi kupata, na hii itakuwa ni nafasi yake ya kuonesha ubora. Kwa hiyo mimi kwangu, kwa timu ambayo inatengenezwa na kwenye mashindano ambayo ni mechi ya kukamilisha ratiba, sina doubt na hilo. Naona ni sahihi tuende ili tuone wachezaji wengine na uwezo wao kwenye timu ya taifa. Kwa ulivyoona Eswatini, alama 3 kuzipata za kuvutia angalau machozi kwa sababu tayari Madagascar ameshavuka, ni ngumu ama ni nyepesi kiasi gani kupatikana? Kwenye mechi yao na Madagascar ambayo niliangalia, inawezekana. Kama wachezaji watajituma kwenye uwezo wao. Sio timu dhaifu sana. Kwenye ranking za FIFA wako 155, na sisi tuko 105. Kwa hiyo sisi tunaonekana ni timu kubwa, na maana sisi tukipoteza kwao, sisi ndo tunaangusha zaidi kuliko ambavyo wenyewe wanaweza wakaangusha. Kwa hiyo kwa aina wanaocheza wenyewe, wanacheza kwa kushambulia muda mwingi, pamoja na kwamba walizidiwa na Madagascar. Lakini kama wachezaji watajituma na kuonesha kweli ya kwamba wanahitaji kualikwa na mashindano kama yale, nafikiri ni nafasi yao sasa ya kuonesha uwezo. Kwa sababu kama wakishinda, ina maana wale waliowaalika msimu ujao wataona ya kwamba hawa wanastahili tena kualikwa kwenye mashindano, kwa sababu kuna kitu wameshakionyesha. Lakini kupoteza mechi zote, nafikiri ni swali ambalo
wale wanaowaalika wanaweza wakajiuliza mara mbili. Sawa, sio Taifa Stars hii kwa sababu ni timu ya sio Taifa Stars, ni timu ambayo inajiandaa kwa ajili ya chance. Sababu tukizungumzia Taifa Stars ile complete na maana ulikuwa unapata wachezaji wa Simba, unapata wachezaji wa Yanga, unapata na wale wachezaji wengine wa nje wakiwemo kina Samata na kina nani. Lakini bado wanawakilisha nchi. Kwa hiyo kupoteza kwao ina maana ni Tanzania itakuwa imepoteza. Yeah, kwanza kwa kupoteza na wakiwa sasa wanakamilisha tu ratiba kwa maana ya kwamba hakuna cha zaidi ambacho watakipata baada ya hata kushinda pia mchezo hapo kesho. Kunaweza kupunguza morali ama ubora kwa baadhi ya nyota kuelekea mchezo huo. Nafikiri wengi ni wale ambao wanapata nafasi mara ya kwanza. Kwao na lazima mwalimu anazungumza nao, anawaeleza umuhimu wa hiyo mechi ilivyo. Anawaambia nini ambacho anahitaji kwao na mechi inahitaji nini kwao, kwa sababu hii ni mechi ya kuwatazama zaidi. Kikubwa ambacho kila mtu anataka ni kuona wenyewe wanashinda. Lakini ikitokea wameshindwa kushinda, mwalimu kuna kitu kikubwa anaweza akakipata kwao kwa kuona kama ni yupi ambao anaweza kumuongeza kwenye kikosi chake cha chani kinachofuata. Na shukrani sana, ni Philip Mkini huyo nikizungumza naye, lakini kaa hapo kwanza tutakuja kuangalia mitandaoni wanazungumza nini. Huni mshike usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huni mshike. Tuendelee kuangazia sasa msimamo wa kundi la Stars ulivyo kabla tujaangalia kile ambacho umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Baada ya kutazama mchezo ambao utapigwa hapo kesho, huu ndio msimamo wa kundi la Stars. Madagascar tayari amekwisha vuka na alama 4 kwa sababu anamfuata na 1. Kwa hivyo labda huyu Eswatini ndio ambaye kesho kama atapata alama zote 3 basi wataangalia nani alifanya vyema pindi ambapo walikutana, lakini pia baada ya hapo kuona ni kwa namna gani pia kuna utofauti kwenye magoli ya kufunga na kufungwa. Kifupi mpaka hapa kwa msimamo huu nafasi ya Stars ni ndogo sana kuvuka. Haipo kabisa. Yaani kwa hapa hawana tena nafasi ya kuvuka kwa sababu mwisho wao wakishinda wataishia kwenye pointi 3 ambapo watampa nafasi Madagascar. Lakini kama Eswatini akishinda ndio hicho ulichosema ya kwamba kutaangaliwa tofauti yake ya magoli ya kufunga na kufungwa yeye na Madagascar, kwa sababu mechi yao ya kwanza ilimalizika kwa sare. Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa hapo ni Tanzania kupata ushindi ili kuweka heshima kwenye kundi, kwa sababu wakipata ushindi hapa ina maana wanamaliza nafasi ya pili tofauti na nafasi ambao walipo sasa. Au sio? Hem, tuangalie maoni ya kile ambacho umetuandikia mtazamaji kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Swali lilikuwa linahoji kuelekea mchezo wa Kosafa kesho Tanzania dhidi ya Eswatini, ungependa kikosi gani kianze kwenye mchezo huo? Baada ya swali hilo tuangalie kile ambacho wametuandikia wadau wetu kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, nikianza na Azam TV Sports kule Instagram. Anaitwa Juma Kagunji, anasema Yakub Nangu Ame Msindo Mwaikenda Pipino Mabula Faisal Nado Msuva Mishamo, anasema kila laheri Stars, lakini pasina shaka pengine alikuwa hajui kuhusiana na Faisal ama alikuwa hajaarifiwa kuhusiana na hilo. Nel Siobela anasema kikosi kilichoanza dhidi ya Madagascar kibadilishwe kidogo baadhi ya maeneo, ni mtazamo wake. Lakini Dastan Mwamaloba yanasema mimi nadhani tuongeze nguvu sehemu za ushambuliaji kwa sababu tumecheza mechi 2 hatuna goli hata moja. Namba 8 na namba 10 wafanye kazi sana, ni maoni yake. Baada ya hilo tutazame ukurasa wa Facebook wa Azam Sports. Anasema anaitwa Sayenda Mabula Magesha kutokea Shibalanga Geita, ningependa kianze kikosi kilichocheza mechi ya kirafiki dhidi ya Afrika Kusini, ni mtazamo wake. Kuna nyota kadhaa mlinda mlango na Faisal ambao uhakika ni kwamba watakosekana kwenye mchezo wa mwisho. Lakini Yakub 1, 2 Mwaikenda, 3 Msindo, 4 Ame, ameishia hapo. Lakini Halifa H Hussein anasema Watemeke Dar es Salaam, mimi naona kocha apange kikosi kulingana na anavyoona, ila wachezaji wajitoe sana tusipoteze kama juzi, ni mtazamo wake. Lakini mbali na hilo tuangalie ukurasa wa X zamani Twitter, tuone nini ambacho umetuandikia huko. Anaitwa Nyoikuria, amejiita hivyo. Macha anasema kikosi kilichocheza na Madagascar kilikuwa kizuri na kesho kingecheza hicho tungepata mabao mengi. Ni kama vile tumesikia baadhi ya wachezaji kama Msuva, Mwalimu wameondoka na kuwa Faisal anaumwa. Tunawaombea wale ambao wataonekana ama watacheza vizuri hapo leo na Mwalimu Morocco, basi watu wakilishe vyema. Lakini King Komba anajiita hivi, anasema kocha awaingize wachezaji wenye ubora ambao yeye anawaona kwenye viwanja vya mazoezi, na pia nashauri kocha amwangalie kwa jicho la tatu Ofen Chikola, mchezaji wa Tabora United, ni mkali sana, ni mtazamo wake. Joshua mjukuu wa Nila anasema kikosi kilichocheza na Afrika Kusini mechi ya kirafiki hasa kile cha kipindi cha pili kinafaa sana kuanza kesho. Bahati mbaya kuna nyota ambao kadhaa watakosekana. Kuna mtu hapa amecomment kuhusiana na Chikola. Nini mtazamo wako? Yuko sahihi.
yuko sahihi, kwa sababu Chikola ukiangalia kwenye ligi ameperform vizuri sana. Idadi yake ya magoli inambeba kumpa nafasi kwenye mechi kama hizi, na kila mmoja anaamini kwamba kuna kitu kikubwa anaweza akakifanya. Lakini ukimwacha alozungumza kuhusiana na Chikola, kuna mtu amemzungumzia Nangu nafikiri, beki wa JKT Tanzania. Ni mmoja kati ya mabeki ambao mfanya vizuri sana kwenye ligi. Nafikiri kupata nafasi huku pia kuna muongezea ubora wa kwenda kucheza kwenye michuano ya CHAN inayofuata. Ukiwaangalia watu wote ambao wametuma comment, utaona kwamba ni watu ambao wanaifuatilia sana Taifa Stars. Sababu kwenye sehemu nyingine ilikuwa ni ngumu kuwapata watu wanataja wachezaji 4 5 kwenye kikosi hichi ambacho kina wachezaji wengi wapya. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kitu kizuri na wote wanaridhika na kile ambacho kinafanyika. Wengi wamezungumzia pia kikosi cha Madagascar. Wanasema kinachotakiwa kiongezwe tu ni mwalimu aongezee ubora wa kupata mabao, kitu ambacho ni sahihi. Ile timu ilicheza vizuri sana. Kwa defense ilikuwa vizuri sana, midfield walicheza vizuri sana. Walikosa sehemu moja tu ile ya kufunga magoli kama huyo mshabiki. Bana, shukrani sana. Tutapata saa mwingine kujadili mengi Philip. Ni Philip Mkeni, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na makubwa ambayo tumekuwa tukikujuza hapa. Muda huu tuangalie yale ambayo tunayo kupitia mshike hii leo. Ni pamoja na hili lingine kubwa, klabu ya Simba inaendelea na maandalizi kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo katika ligi kuu ya NBC dhidi ya wenyeji Young Africans ambao umepangwa kupigwa Juni 15 mwaka huu katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema wachezaji wanaendelea mpaka sasa na programu za mazoezi, na wale waliokuwa katika kikosi cha timu za taifa kwa maana ya soka Tanzania Taifa Stars, lakini ilikuwa ni kule bondeni kwa Madiba kwa maana ya Afrika Kusini, tayari wamewasili kambini. Simba tunafanya maandalizi makubwa, tunafanya maandalizi kabambe kuelekea mchezo wetu wa tarehe 15. Maandalizi tunayafanya makubwa kwa sababu hii ni mechi ambayo inakwenda kututengenezea mazingira ya kuelekea ubingwa wetu msimu huu. Kwa ni mechi ambayo lazima sisi viongozi tuichukulie kama ni mechi muhimu kweli kweli, lakini kama haitoshi ni mechi ambayo inatukutanisha dhidi ya mpinzani wetu mkubwa katika nchi ambaye tunawania naye nafasi moja. Kwa hiyo lazima tufanye maandalizi makubwa, na nichukue nafasi hii kuwahimiza wanasimba na wenyewe katika maeneo yao waendelee kufanya maandalizi makubwa kuelekea katika mchezo huu. Lakini wapo wanasimba wengine ambao bado wanayumba kuhusiana na mchezo huu. Mimi niwathibitishie tu ya kwamba mechi yetu ya tarehe 15 dhidi ya mtani wetu, mechi namba 184, iko pale pale kwa mujibu wa bodi ya ligi kuu Tanzania. Imethibitisha hivyo kwa maneno, imethibitisha hivyo kwa maandishi. Kwa mwana Simba isitokee ukayumbishwa kwa namna yeyote ile. Mechi iko pale pale saa 11 siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 6 katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo watu wasiwe na wasiwasi, wanasimba wasiwe na mashaka. Kauli yetu ni moja tu, mechi ipo tarehe 15, na sisi viongozi tunafanya maandalizi. Benchi la ufundi chini ya mtaalamu Fadlu naye anaendelea na maandalizi, na wachezaji kwa jumla wapo kambini hivi sasa wakiendelea na maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Wakati huu Simba inahusishwa kuwa kwenye mpango wa kumsajili kiungo mahiri wa Azam FC na Taifa Stars Faisal Salum maarufu kama Feitoto. Klabu hii imejibu kuhusu tetesi hizo, huku ikieleza mpango kwa wachezaji watakaobaki na wanaomaliza mikataba yao. Hatuwezi kumzungumzia mchezaji ambaye ana mkataba na timu nyingine. Faisal Salum bado ana mkataba na timu yake ya Azam FC, na sisi kama watu ambao tunafahamu kanuni na sheria za mpira wa miguu, hatuwezi kuzungumzia mchezaji ambaye ana mkataba. Kama mchezaji tunamhitaji, basi tunafahamu njia gani tufuate ili kumpata huyo mchezaji, lakini sio kumzungumzia kwenye vyombo vya habari. Tukishafanikiwa, akishakuwa mali yetu, tunaweza kuzungumza bwana fulani tayari ni mali ya Simba. Lakini kwa sasa ni mchezaji wa Azam FC. Bila shaka watu wengi wanatamani kumuona katika klabu yetu, lakini hilo libaki kuwa matamanio tu. Bado ni mchezaji wa watu, ana mkataba na watu, na sheria hazituruhusu kumzungumzia mchezaji mwenye mkataba na timu yake.
lakini nachoweza kusema ni kwamba kila timu ingependa kuwa na mchezaji aina ya Faisal Salum. Katika hatua nyingine, klabu ya Simba imeamua kuboresha kikosi chake cha timu ya wanawake Simba Queens ili kiweze kurejea kwenye ubora wake msimu ujao wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Tumepokea ripoti kutoka kwa mwalimu wa Simba Queens ama benchi la ufundi la Simba Queens, na kwa sasa kamati ya mashindano pamoja na bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club wanaketi na kupitia ripoti hiyo, na baada hapo twende tukafanye maboresho makubwa kwenye timu yetu. Kwenye upande wa Simba Queens tutafanya maboresho makubwa hasa kwenye eneo la wachezaji. Tunao wachezaji wengi wazuri, lakini ripoti ya mwalimu na tathmini imeonyesha wazi kwamba Simba Queens inatakiwa kutengenezwa upya, inatakiwa kuboreshwa tena ili irejee katika makali yake. Ukiangalia tumekosa ubingwa msimu huu, maana yake ni kwamba yako madhaifu ndani ya timu yetu, na hayo madhaifu lazima tuyafanyie kazi kipindi hiki cha usajili kwa kufanya usajili mzuri, usajili mkubwa, ili twende tukarejeshe heshima yetu kwenye ligi kuu ya wanawake. Tukitoka hapo tuendelee kutazama mengine. Uwanja wa Meja Jenerali Samuyo umeboreshwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo kufungwa taa kwa mujibu wa afisa habari wa kikosi cha JKT Tanzania na JKT Queens. Uwanja huo unaendelea kukarabatiwa ambapo mpaka sasa taa zimewekwa na kufungwa generator, ikiwa ni pamoja na kuboresha sehemu mbalimbali kama vile sehemu za kukalia na benchi la ufundi. Watu hawajaona ule uwanja ukoje kwa sasa. Taa tayari zimeshakamilishwa, imebaki tu kufanyiwa testing, lakini kila kitu tayari kimekamilika, taa zimesimama. Mifereji, imechimbwa mifereji kila baada ya mita 2. Kuna mifereji ile ya kudaka maji na kutoa nje ya uwanja. Kila baada ya mita 2. Unatoka kaskazini, unatoka katikati, unakwenda kaskazini, unakwenda kusini, unakwenda mashariki, unakwenda magharibi. Kila baada ya mita 2 unachimbwa mfereji, unawekwa mfereji wa kudaka maji kuyapeleka nje ya uwanja. Alafu kuna mashine zile automatic. Kuna sehemu unaenda unafungua, zenyewe zinamwagilia maji, zinafunguka, zinaibuka hivi, zinatema maji, zinamwagilia maji katika uwanja wote. Hizo nazo zinafungwa kwa sasa. Lakini kuna technical bench zinaletwa za kisasa zaidi na zitafungwa pale. Powerhouse kwa ajili ya generator tayari imeshajengwa na imekamilika, kwa maana ya kuoperate zile taa. Ni generator kubwa yenye uwezo mkubwa, itawekwa pale ili nyakati zote, mchana, usiku, Meja Jenerali Samuyo iwe busy, inatumika katika ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo ni uwanja ambao tunaamini kabisa kwamba unapokwenda kukamilika utakuwa wa kisasa sana katika maeneo haya ya Afrika Mashariki na Kati. Tukisalia Meja Jenerali Samuyo na kwa wana JKT Tanzania, timu ya soka kwa upande wa wanawake kwa maana ya JKT Queens kesho inatarajiwa kukabidhiwa kombe la ubingwa wa ligi kuu wanawake Tanzania bara kwenye uwanja wa TFF Kigamboni jijini Dar es Salaam. Afisa habari wa JKT Tanzania na JKT Queens Masau Bwire ameelezea namna walivyojiandaa kufanya jambo kubwa baada ya kukabidhiwa taji hilo. Kesho ni siku rasmi ambayo TFF imetujulisha inakwenda kutukabidhi kikombe cha ubingwa wa mashindano ya ligi kuu ya wanawake Tanzania bara 2024-2025. Sherehe hizi zitafanyika katika viwanja vya TFF Kigamboni saa 10 jioni, ambapo kabla ya kukabidhiwa kikombe kutakuwa na mchezo wa kirafiki kati ya JKT Queens na Twiga Stars. Ni mchezo ambao utatia hamasa, utatia bashasha, utatia shangwe na shamra ubingwa wa kikosi hiki cha JKT Queens, ambao wengi pia
walikuwa na nia ya kutaka kukishuhudia hiki kitendo ama tukio hili likifanyika. Baada ya kuwa tumepokea kikombe hicho, tutaandaa namna ya kuwapongeza vijana wetu na namna ya kupongeza uongozi na kupongezana kwa ujumla kwa hiki ambacho timu yetu imekifanya. Ni jambo la heshima, ni jambo la kusifiwa, ni jambo la kupongezwa kwa sababu ushindani haukuwa mwepesi. Lakini unapotoboa katika kundi la watu wengi wenye ushindani wa namna hiyo, basi lazima mpongezani. Kwa hakika sisi tunashukuru, kichapo cha kizalendo kimeonekana, ubingwa umepatikana na sasa tunakwenda kukabidhiwa kikombe chetu. Asante kwa kuendelea kwa nasi hadi mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Uongozi wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT umeimarisha uwanja wa kuchezea mpira wa ufukweni maarufu kama beach soka uliopo JKT Mbweni, Dar es Salaam. Uwanja huo upo na upo katika viwango vya kimataifa. TFF walishafika na wakaufungua, wakauzindua, wakauthibitisha na wakaona namna ambavyo ni uwanja bora katika ukanda huu wa Sekafa. Kwa hiyo kama nilivyosema, sio msemaji sana wa eneo hilo. Nimegusa tu kwa sababu niko katika eneo hilo na ninaushuhudia ule uwanja. Lakini kwa hakika ni uwanja ambao upo na upo katika viwango vikubwa sana. Namna unavyouona uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, yale majukwaa, ndivyo vile vile uwanja ule wa beach soka unavyoonekana. Umejengewa majukwaa, uko vizuri, watu wanatazama wakiwa wamerelax, wakiwa wamekaa. Uko katika mazingira ambayo ni ya mvuto na yanafurahisha na yanapendeza watu wanapokuwa wanacheza mpira, ninyi kuwatazama mkiwa umestarehe. Kwa hiyo ndio JKT ambayo imeamua kujiwekeza katika masuala ya michezo. Si soka tu hili la kawaida tulilolizoea, ni michezo yote kwa ujumla. Mpira wa miguu, netball, handball, volleyball, basketball, kila aina ya mchezo unaochezwa hapa JKT wanao, na wanao si kwa kidogo, wanao kwa viwango na ubora wa hali ya juu. Na mbali na hilo, tutazame lingine kubwa. Kituo cha kukuzia vipaji vya mpira wa kikapu cha Mchenga Sports Academy kimefanya kliniki maalumu kwa shule ya msingi Shuri Ndumandal, lengo likiwa ni kukuza na kuendeleza vipaji kwa watoto. Lengo kubwa la hii camping ya watoto ya Slam and Kick ni kuwakutanisha watoto, lakini kujifunza skills mbalimbali na pamoja na life skills, lakini independence, lakini kuunda urafiki na watoto wenzao. Sio only kwa sababu tunafanyia hapa shule ya Ndumandal, lakini sio peke yao Ndumandal ambao wanashiriki, lakini pia na watoto kutoka shule nyingine. Tumefanya muda mrefu na tunaendelea kufanya, lakini tunasema no, sasa hivi zaidi to concentrate umakini, umakini wetu tuweke kwa watoto kuanzia miaka 5 mpaka 13 ili kupata, kwa sababu miaka baadaye inayokuja tunaona michezo ni fursa, michezo ni ajira, michezo ni connections, vile vile michezo inawatoa watoto kukaa nyumbani tu na kuboteka. Sisi kama shule katika kutambua umuhimu wa vipaji na katika kuwajenga watoto kwa mahiri, tuliona tushirikiane na Academy ya Mchenga Sports Academy ili kuweza kuinua vipaji vya watoto na kuwapa burudani hasa wakati wa likizo hii. Tukiwa na mtazamo kwamba sasa hivi michezo si tu ni burudani, lakini pia ni ajira dunia sasa hivi ilikofikia. Lakini pia katika hili swala zima la michezo na kambi hii tuliyoandaa katika kipindi cha likizo, watoto watapata zaidi tu ya kucheza uwanjani, watapata kitu kinaitwa life skills, mbinu za kimaisha. Watafundishwa jinsi ya kuishi kama wanamichezo, jinsi ya kujiboresha kama wanamichezo. Kwa hiyo kwa ujumla kambi mtoto atafaidi
kwa namna mbalimbali na kwa namna nyingi sana. Ni msukumo wa kipekee sana ambao shule yetu imekuja nao kwa ajili ya kutoa fursa kwa watoto wadogo kuanzia miaka 6 mpaka 15 kwa ajili ya kuja kushiriki kwa kambi ya michezo. Na hii ni kwa sababu ya kuzalisha tena vipaji vipya vya watoto na kuendeleza vipaji vyao. Sisi kama elimu kazi tunawapa watoto life skills, social skills, kwa sababu tumejua kugundua kwamba katika umri mdogo watoto wanakuwa na uelewa mkubwa. Kwa hiyo tunaweka msingi wa mchezo na kuweza kujua kipaji cha mtoto ili tuweze kujua tunamfikisha wapi katika maisha ya baadaye. Tunashukuru Mchenga kuja shuleni kwetu kuonyesha vipaji vya mpira. Tunawaahidi endelea kupambana kuonyesha vipaji vyenu. Naomba muendelee kusapoti na mtume sana watoto. Tumefurahi sana. Michezo ya umoja wa michezo kwa shule za sekondari UMISETA Dar es Salaam imemalizika hii leo kwenye viwanja vya chuo kikuu cha walimu DUCE. Mgeni rasmi katika hafla ya ufungaji wa michezo hiyo, mkuu wa wilaya ya Temeke Sixtus Mapunda amewaasa wanafunzi kwenda kupambana kwenye michezo ya kitaifa na kimataifa ili kuibeba vyema Tanzania na katika anga za kimataifa. Tulikuwa na mashindano ya mkoa yaliyokutanisha manispaa 5 za mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta timu ya mkoa inayokwenda kwenye mashindano ya taifa kule Iringa. Kwa hiyo kwa siku 4 hizi tulikuwa na mashindano tough, mazito kidogo kwa sababu mapambano yalikuwa makubwa. Tunaamini mashindano haya yametutolea wachezaji mahiri watakao ubeba mkoa wa Dar es Salaam, na ishara tunaenda kurudisha vikombe vyetu na kurudisha ubingwa wetu wa kihistoria ambao tumekuwa tukiipata kila mwaka. Kwa kweli vijana wanaonyesha vipaji vikubwa, na naamini hata vilabu academies ambazo walikuwa wakipita hapa watakuwa wameona vijana wengi sana wenye vipaji vikubwa sana. Na mimi niseme tu ama kwa hakika mkoa wa Dar es Salaam una wanafunzi wana michezo wenye vipaji vikubwa sana. Tunao wachezaji wa basketball ambao wako national team, tunao volleyball ambao wako national team, riadha wako national team, handball wako national team na wengine wengi. Tunao kina Pipino hawa, tunaona wanang'aa, sasa tulikuwa nao mwaka juzi kwenye UMISETA Tabora. Kwa hiyo ni viombe vilabu, academy na wadau wengine wa michezo wasisite kuja kujionea vipaji vya wanamichezo hawa, na kuanzia kesho tutakuwepo kambini Jitegemee. Wewe ukiwa mdau na timu yako academy ya mchezo wote ule, njoo kambini tucheze mechi ya kirafiki ili uweze kujionea vipaji vya watoto wetu. Nimewaambia vijana na michezo sasa kwenye serikali hii ya awamu ya 6 ni biashara, ni ajira. Waende Iringa wakajitangaze. Niliwaambia kwamba ni kazi pekee ambayo unakuwa tajiri kabla ya muda wa kupiga kura, ni michezo. Unakuwa star na miaka 17, unastaafu na miaka 25. Kaambia waende huku wakijua kwamba haya ni maisha yao, pamoja kwamba wanakuza vipaji, waende kujitangaza na wajiweke katika nafasi ya kuifanya nchi yetu ikompiti na mataifa mengine. Wanamichezo mbalimbali wameshiriki bonanza lililoandaliwa na timu ya mpira wa kikapu ya wanawake Nyamonge Queens kwenye viwanja vya Mwembeanga, Dar es Salaam. Bonanza hilo limeshirikisha watu wenye ulemavu na lilipambwa na wasanii mbalimbali likisindikizwa na bondia machachari nchini Karim Manunga. Ni imani yangu kwamba watu wenye ulemavu, kama ninavyosema kila siku, tunavyo vipaji mbalimbali ambavyo vinahitaji kuibuliwa ili na sisi tuweze kuonyesha vipawa vyetu. Kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi, ndugu, marafiki, jamaa popote pale walipo, wahakikishe kwamba wanawatoa nje watu wenye ulemavu. Hawa mnaoona leo, kama na wao wangekuwa wamefichwa na walezi na wazazi, basi msingewaona hapa. Hichi ni kitu kizuri, na hao walioanzisha hichi kitu, Mungu awape nguvu, waendelee kuwepo, kwa sababu zamani ilikuwa ukimwona mtu aliyelemaa unaona kama vile ni mkosi, ni kitu gani, lakini ni binadamu kama sisi, na wakipata miongozo kama hii ya Nyamonge wanavyofanya ni kitu kizuri. Umeona wanacheza mpira, wanapigana ngumi, wanapiga sarakasi, ni walemavu lakini wanafanya mambo yote ambayo hata mtu mzima unayafanya. Kwa hiyo hawana tofauti na sisi, wanakosaga tu support. Hata kama vyombo vya juu vinanisikia, wamsapoti huyu Nyamonge na watokee makampuni mengi waige Nyamonge anachokifanya. Ulemavu sio kifo, ulemavu ni uzima kama binadamu mwingine. Maelekezo tuna mwongozo, wanaelewa. Tamasha ambalo ni nzuri sana,
limeandaliwa na Nyamonge. Kwa hiyo nimekuja kuwa support. Kwa hiyo nimefurahia sana kufika hapa. Bingwa wa zamani wa mchezo wa draft mkoa wa Dar es Salaam William Mgata maarufu kama Bad Face amekuwa kisiki katika pambano kali dhidi ya Hussein Kitula changu changu. Kwanza mechi ilikuwa tafu. Huyu jamaa ni mzee mwenzangu ambaye ni mchezaji wa siku nyingi. Mimi nilishawahi kufanya balaa katika uwanja huu wa Mwembe Yanga kwenye kutafuta bingwa wa mkoa wa Dar es Salaam. Huyu alikuwa shabiki wangu. Wakati huo mimi nacheza mashindano ya kutafuta bingwa wa mkoa wa Dar es Salaam katika uwanja huu wa Mwembe Yanga. Huyu alikuwa shabiki wangu. Lakini ameprove. Kwanza nimepata taarifa amefanya mazoezi wiki 2. Mimi sijafanya hata mazoezi. Mchezo kwa ujumla siku ya leo nashukuru Mungu. Nimecheza draft vizuri na nimecheza na mzee mwenzangu Bad Face, bingwa wa zamani wa Dar es Salaam. Na kweli leo kakili kwamba mimi niko vizuri. Ila ndio hata hawezi kusema kwamba mimi niko vizuri kwa sababu yeye ni tabia yake. Hawezi kukubali. Siku zote hawezi kukubali. Mechi ilikuwa nzuri kiukweli, japokuwa kulikuwa kuna upande mmoja una mazoezi, upande mwingine ulikuwa una mazoezi sababu kuna Bad Face alikuwa kaacha kucheza draft muda mrefu. Umeona, kwa ndo leo karudi mchezoni, ila kaonyesha kiwango kizuri. Mechi yao kifupi nimeipenda. Udi mshike, twende break, tutarejea. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike. Tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo hii leo. Timu ya mpira wa kikapu ya mkoa wa Lindi imesema kuelekea mashindano ya Taifa Cup yatakayofanyika Dodoma mwishoni mwa mwezi huu wamejipanga kushinda na kutoa ubingwa. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa chama cha mpira wa kikapu mkoani humo Deogratius Nomba wakati akizungumza na mshike ambapo amesema wachezaji takriban 16 wapo kambini kujiandaa na michuano hiyo. Katika ile kushiriki ni mara ya pili tutashiriki katika Taifa Cup. Na hali jinsi ilivyo, hali ni nzuri, na hali ya safari hii na hali iliyopita kidogo kuna utofauti. Kwa sababu kuna mambo ambayo tunaendelea kidogo tunapambana nayo. Sisi kama sisi wenyewe wana kikapu na mwenyekiti wa mkoa wa Lindi ili kuweza kushughulikia hayo mazingira ambayo tunayo. Mashindano yatakuwa mazuri sana na tunaomba wadau wajitokeze kwa wingi. Hasa sisi timu yetu ya mkoa wa Lindi ambao tutakwenda kushiriki wakaja kutazama na kule waje kutazama, waje waangalie tunafanya nini ili kuletea sifa mkoa wetu wa Lindi na kukuza kikapu kwa ujumla katika mkoa wetu wa Lindi. Najisikia vizuri kwa kupata nafasi hii ya kwenda kushiriki Taifa Cup japokuwa ni mara yangu ya kwanza. Lakini pia nawahamasisha wadau wenzangu wa kikapu cha mkoa wa Lindi waendelee kufanya mazoezi ili wapate nafasi hii ya kwenda kushiriki Taifa Cup. Kimazoezi tumejiandaa vizuri, mimi na timu yangu kama unavyoona tunaendelea kufanya drills ndogo. Natumaini tutafanya vizuri katika mashindano. Wakati dirisha la usajili wa kombe la dunia la klabu likitarajiwa kufungwa usiku wa leo, Real Madrid na Borussia Dortmund zimehitimisha usajili wa kuimarisha vikosi vyao. Juma Kinanguka na arifu zaidi. Madrid imemsajili kinda wa kimataifa wa Hispania Dean Huijsen mwenye umri wa miaka 20 akitokea FC Bournemouth ya England kwa ajili ya kuongeza nguvu katika safu ya ulinzi kuelekea michuano ya kombe la dunia la klabu inayotarajiwa kuanza Juni 15 mwaka huu nchini Marekani. Mchezaji huyo kinda ambaye amekulia katika kikosi cha vijana Malaga nchini Hispania amecheza klabu kadhaa ikiwa ni pamoja na kikosi cha vijana cha Juventus chini ya miaka 17 na 19 pamoja na kikosi cha timu kubwa kwa msimu uliomalizika. Real Madrid pia imemsajili nyota kutoka Liverpool ya England Trent Alexander-Arnold katika kuimarisha safu ya kiungo pamoja na ulinzi wa pembeni katika kikosi hicho kinachopambana kutoa taji la kombe la dunia kwa klabu kwa mara ya 6. Alexander-Arnold ameitumikia Liverpool tangu mwaka 2016 akicheza michezo 259 huku akipachika mabao 18 akiwa na mabingwa hao wapya wa ligi kuu ya England. Kwa upande wa Borussia Dortmund ya Ujerumani imemsajili kiungo kutoka Sunderland ya England Jobe Bellingham kwa mkataba wa miaka 5 ili kuimarisha safu ya kiungo kuelekea michuano hiyo mikubwa ya dunia kwa ngazi ya klabu. Kiungo huyo mwenye umri wa miaka 19 ameichezea paka weusi tangu mwaka 2023
na kucheza michezo 90 na kuwasaidia kupata nafasi ya kupanda ligi kuu msimu ujao. Real Madrid ndio mabingwa mara nyingi wa kombe la dunia la klabu, wakilitoa mara 5, ambapo mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2022. Juma Kinanguka, Azam Sports. Christian Chiva ametangazwa rasmi kuwa kocha mkuu mpya wa klabu ya Inter Milan kufuatia kuondoka kwa Simone Inzaghi aliyetimkia katika timu ya Al Hilal ya Saudi Arabia. Beki huyo zamani ambaye alikitumikia kikosi cha Inter kama mchezaji ndani ya mwaka 2007 hadi 2014 alikuwa sehemu muhimu ya kikosi kilichoshinda mataji matatu mwaka 2010 na hivi sasa ataiongoza timu hiyo katika kombe la dunia la klabu mwaka huu. Awali Chiva alianza kazi yake ya ukufunzi Inter Milan, akifanya kazi katika ngazi mbalimbali za vijana kabla ya kuchukua wadhifa wa ukocha mkuu wa timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 mwaka 2021. Chivo msimu ulioisha alikuwa kocha mkuu wa klabu ya Parma inayoshiriki ligi kuu Italia Serie A, ambayo imemaliza msimu akiwa katika nafasi ya 16 katika timu 20 za ligi hiyo. Mpaka hapo tuna la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha mshike hii leo, ni kamilisha japo kwa uchache tu kutazama machache kati ya mengi tuliokujuza tangu hapo mwanzo. Kiungo mahili Faisal Salum na goalkeeper Yakub Suleiman kuikosa Eswatini kesho michuano ya Kosafa. Mnyama Simba aendelea kujichimbia kuiwinda dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga Jumapili hii. Na kocha Lionel Scaloni adai timu ya taifa ya Argentina inaweza kucheza hata bila Messi. Mwisho wa mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha haya, tukutane kesho kwenye mchezo kati ya Eswatini dhidi ya Tanzania. Siondoke.